Ni washukuru wajumbe wa kikao cha kamati ya ushauri wa mkoa wa Songwe wakiwemo waheshimiwa wabunge wa mkoa wa Songwe ambao kwa ushauri wao na kuweza kusaidia kupitishwa kwa rasimu ya mpango wa bajeti fungu 90 kwa mwaka 26 na 27. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa heshima na taadhima, naomba kikao chako sasa kiweze kipitie na kujadili taarifa utekelezaji wa mpango wa bajeti fungu 90 mkoa wa Songwe kwa mwaka 25-26 kwa kipindi cha Julai 25 hadi Februari 2026 na mapendekezo ya mpango na bajeti kwa mwaka 26-27. Mheshimiwa Mwenyekiti, majukumu ya mkoa wa Songwe kama ilivyo katika mikoa mingine kwa mujibu wa sheria tawala za mikoa namba 19 mwaka 1997 fungu 90 mkoa wa Songwe una majukumu ya msingi ya kiutawala, lakini pia tunayo majukumu ya kimaendeleo. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa upande wa utekelezaji wa maagizo ya kamati ya kudumu ya tawala za mikoa na serikali za mitaa, mkoa umeendelea kutekeleza maagizo matano ya kamati ya kudumu ya Bunge yaliyotolewa wakati wa kuwasilisha mpango na bajeti kwa mwaka 25-26. Agizo la kwanza ambalo Mheshimiwa Mwenyekiti tulipokea katika mkoa wetu ilikuwa ni halmashauri zifanye tathmini kubaini upungufu wa matundu ya vyoo katika shule zake zote za msingi na sekondari. Aidha, wakati agizo linatolewa Mheshimiwa Mwenyekiti, mkoa ulikuwa na matundu ya vyoo yapatayo 19,343 ambapo mahitaji yalikuwa ni 15,665. Upungufu uliopo ni matundu ya vyoo 6,322 ambao ni sawa na 40.36%. Matundu ya vyoo yanayoendelea kujengwa hivi sasa Mheshimiwa Mwenyekiti ni 729 na kufanya upungufu kuwa 5,593 na atakapokamilika sawa kuwa na upungufu wa 35.7. Lakini tangu agizo lilipotolewa Mheshimiwa Mwenyekiti hadi Februari 2026 jumla ya matundu ya vyoo 377 yamejengwa na kukamilika. Aidha, mkoa unaendelea kutenga fedha kila mwaka ili kuhakikisha matundu ya vyoo yanajengwa na yanakamilika na kutoa huduma iliyokusudiwa, ambapo kwa mwaka 26-27 zimetengwa shilingi bilioni 2,256 kwa ajili ya ujenzi wa vyoo 1154 kwa upande wa shule za msingi pamoja na shule za sekondari. Mheshimiwa Mwenyekiti, agizo namba 2 ilikuwa ni mamlaka za serikali za mitaa ziweke mikakati ya kuongeza ukusanyaji wa mapato, ambapo mkoa umekuwa na ongezeko la makisio ya mapato ya ndani kwa kipindi cha miaka 4 mfululizo, ambapo mwaka 23-24 kiasi cha shilingi bilioni 26.7 kilitengwa na kwa mwaka 24-25 kiasi cha shilingi bilioni 30.5 kilitengwa, ambapo ni sawa na ongezeko la shilingi bilioni 3.7 sawa na 13%. Lakini kwa mwaka 25-26 kiasi cha shilingi bilioni 43.8 kilitengwa kwa ongezeko la shilingi bilioni 13.3 ambao ni sawa na ongezeko la 43.6, na mwaka 26-27 kiasi cha shilingi bilioni 52.1 kimetengwa ambapo ni sawa na ongezeko la bilioni 8.3 ambapo ni sawa na 18.98. Aidha, kwa kipindi cha kuanzia mwaka 23-24 hadi 25-26 mkoa umekuwa na ongezeko la makusanyo ya mapato kwa zaidi ya 100% ya makisio ya kila mwaka. Lakini sababu ambazo zimechagiza kuongezeka kwa ukusanyaji wa mapato ni pamoja na kuanzishwa kwa miradi mipya kimkakati, kuimarisha mapato ikiwemo uanzishaji wa makampuni ya uendeshaji wa miradi, ujenzi wa maghala na uboreshaji wa masoko. Lakini kusimamia matumizi ya mfumo wa stakabadhi za ghala, kusimamia upimaji na uuzaji wa viwanja kwa mfumo wa tausi na mifumo mingine ya serikali. Lakini aidha, Mheshimiwa Mwenyekiti, agizo la 3 ilikuwa ni mamlaka ya serikali za mitaa ziweke mikakati ya kutenga maeneo mahususi kwa ajili ya mapumziko ya wananchi. Mkoa kupitia halmashauri zake umeendelea kutenga maeneo kwa ajili ya mapumziko ya wananchi. Aidha, maeneo hayo yametengwa kwa kuzingatia umbali kutoka eneo moja hadi jingine ili kurahisisha ufikaji wa maeneo hayo. Agizo namba 4 Mheshimiwa Mwenyekiti, ilikuwa ni halmashauri kuhakikisha shule za mchepuo wa Kiingereza zinazoanzishwa katika maeneo yao hazitumii rasilimali watu na rasilimali fedha za serikali kwa ajili ya uendeshaji wake. Mkoa wa Songwe una halmashauri 5 ambazo kati yake halmashauri 3 ambazo ni Songwe, Mbozi na halmashauri ya mji Tunduma ndizo zenye shule ya mchepuo wa Kiingereza. Aidha, shule hizo zote zinaendeshwa kwa mapato yatokanayo na shule hizo, hivyo hazitumii rasilimali fedha na watumishi wa serikali. Agizo la mwisho Mheshimiwa Mwenyekiti lilikuwa ni halmashauri kuweka mikakati ya ulipaji wa madeni haya kwa wakati ili kuziweka huru halmashauri na uzuiaji
uzuiaji kulingana na waraka wa hazina kuhusu uzuiaji wa uzalishaji wa madeni. Wakati agizo linatolewa, mkoa ulikuwa na jumla ya deni la shilingi bilioni 2.5 ambapo kwa mwaka wa fedha 25/26 kiasi cha shilingi bilioni 1.5 kilitengwa na hadi kufikia Februari 26 kiasi cha shilingi bilioni 1.1 kimetolewa na kulipa madeni ya watumishi na kubakiwa na deni la shilingi bilioni 1.2. Aidha, kwa mwaka 26/27 halmashauri zimetenga shilingi milioni 613.4 kwa ajili ya kulipa madeni. Lakini taarifa utekelezaji ipo kwenye ukurasa wa 5 hadi 13 wa randama. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa upande wa mapitio ya utekelezaji wa mpango wa bajeti kwa mwaka 25/26 mapato na maduhuli ya serikali kwa mwaka 25/26. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mwaka 25/26 mkoa wa Songwe uliidhinishiwa kukusanya jumla shilingi bilioni 43,852,625,000 ambapo kati ya fedha hizo shilingi bilioni 43,837,625,000 zilipangwa kukusanywa katika mamlaka za serikali za mitaa na shilingi milioni 15 ni kwenye sekretarieti ya mkoa. Hadi Februari 2026 mkoa ulikuwa umekusanya shilingi bilioni 32.8 sawa na asilimia 75 ya lengo la mwaka, na jedwali namba 1 linaonesha makadirio na mapato halisi kwa sekretarieti ya mkoa na mamlaka za serikali za mitaa, na mkoa unaendelea kuongeza juhudi katika kukusanya mapato na matarajio ifikapo mwisho wa mwaka tutaweza kufikia malengo tuliojiwekea. Mheshimiwa Mwenyekiti, mchanganuo wa bajeti na makusanyo kwa mwaka 25/26 umeonyeshwa kwenye jedwali namba 2 katika ukurasa wa 33 na 34 wa randama. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mwaka 25/26 sekretarieti ya mkoa na halmashauri zilizinishiwa jumla shilingi bilioni 177,657,548,570 kwa ajili ya matumizi ya kawaida. Ambapo mishahara ni shilingi bilioni 143.7, matumizi mengineyo ni shilingi bilioni 11.9 na mapato ya ndani ni shilingi bilioni 22.01. Hadi Februari 2026 sekretarieti ya mkoa na halmashauri zimepokea kiasi cha shilingi bilioni 119.6 ambapo mishahara ni shilingi bilioni 96.9, matumizi mengineo ni shilingi bilioni 7.7 na mapato ya ndani ni shilingi bilioni 15.0 sawa na asilimia 67, na kutumia kiasi cha shilingi bilioni 118.2 ambapo mishahara ni bilioni 96.9 na matumizi mengineo ni shilingi bilioni 7.2 na mapato ya ndani ni shilingi bilioni 14.1. Mchanganuo wa fedha za matumizi ya kawaida, fedha zilizoidhinishwa, zilizopokelewa na matumizi yake umeonyeshwa kwenye ukurasa wa 37 na 38 wa randama. Lakini kwenye upande wa miradi ya maendeleo, Mheshimiwa Mwenyekiti, mkoa kwa mwaka 25/26 sekretarieti ya mkoa na halmashauri ziliidhinishiwa jumla shilingi bilioni 77.6 kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Kati ya fedha hizo shilingi bilioni 9.2 ni kwa ajili ya sekretarieti ya mkoa na shilingi bilioni 65.4 ni kwa ajili ya halmashauri. Aidha, kati ya fedha hizo shilingi bilioni 27.8 ni fedha za ndani, yani serikali kuu, na shilingi bilioni 19.7 mapato ya ndani ya halmashauri na shilingi bilioni 27.1 ni fedha za nje. Mheshimiwa Mwenyekiti, hadi kufikia Februari 2026 mkoa ulikuwa umepokea fedha kiasi cha shilingi bilioni 43.8 ambapo fedha za ndani ni shilingi bilioni 24.5 na fedha za nje ni shilingi bilioni 3.9 na mapato ya ndani mamlaka za serikali za mitaa ni shilingi bilioni 15.3 sawa na asilimia 59 ya bajeti iliyoidhinishwa. Aidha, kiasi kilichotumika ni shilingi bilioni 33.3 ambapo fedha za ndani ni shilingi bilioni 17.5, fedha za nje ni shilingi bilioni 3.3 na mapato ya ndani ya mamlaka za serikali za mitaa ni shilingi bilioni 12.3 sawa na asilimia 76 fedha zilizopokelewa. Mchanganuo wa fedha za maendeleo zilizoidhinishwa, zilizopokelewa na matumizi yake umeonyeshwa kwenye ukurasa wa 40 hadi 41 wa randama. Lakini kwenye upande wa fedha za mapato ya ndani zilizopokelewa kwenye miradi ya maendeleo hadi kufikia Februari 2026 mamlaka ya serikali za mitaa
zimepeleka kiasi cha shilingi bilioni 15.3 za mapato ya ndani kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Kiasi hiki ni sawa na asilimia 97.3 ya fedha iliyopaswa kupelekwa, ambayo ni shilingi bilioni 15.7. Mchanganuo kwa kila halmashauri, Mheshimiwa Mwenyekiti, unaonekana katika jedwali namba 2. Lakini miradi iliyotekelezwa kwa kutumia fedha za mapato ya ndani kwa asilimia 40 na 60 imeonyeshwa katika ukurasa wa 44 hadi ukurasa wa 71 katika kitabu cha Randama. Kwa upande wa upelekaji wa fedha za mapato ya ndani kwenye mfuko wa mikopo ya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu, Mheshimiwa Mwenyekiti, kufikia Februari 2026, mamlaka za serikali za mitaa zilipaswa kupeleka shilingi bilioni 2.9 ambazo ni sawa na asilimia 10 ya mapato ya ndani halisi kwa ajili ya kuchangia mfuko wa wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Hata hivyo, kwa kipindi hiki husika zimefanikiwa kupeleka shilingi bilioni 2.9 sawa na asilimia 100.5 kama inavyoonekana kwenye jedwali namba 3. Lakini taarifa ya kina ya utoaji wa mikopo ya vikundi vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu kupitia asilimia 10 ya mapato ya ndani ya halmashauri inapatikana katika ukurasa wa 121 na 138 wa Randama. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa upande wa mafanikio ya utekelezaji wa mpango na bajeti ya 25-26 wakati wa utekelezaji wa bajeti ya mwaka 24-25, mafanikio makubwa yamepatikana katika eneo la utawala, sekta ya elimu, afya, barabara, maji, kilimo, biashara na maliasili. Baadhi ya mafanikio katika sekta hizo ni pamoja na kufanikiwa kufunga mifumo ya GoTOMIS kwenye vituo vya kutolea huduma za afya, lakini ujenzi wa ofisi za wakuu wa wilaya Ileje, Songwe, Mbozi kwa awamu ya kwanza, kufanikiwa uratibu na usimamizi wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, kulipa mishahara ya watumishi na stahiki za watumishi kupitia mapato ya ndani. Na kwa upande wa halmashauri pia mafanikio yafuatayo yamepatikana, ikiwemo halmashauri ya wilaya ya Momba kupitia mikopo ya asilimia 10 imetoa mikopo kwa vikundi viwili miongoni mwa vikundi vingine ambavyo wamepewa vya wanawake na vijana. Kikundi cha wanawake kimepewa shilingi milioni 150 ambazo zimetumika kujenga jengo la kununua mashine ya kuchakata mpunga na tayari wameshaanza shughuli za uzalishaji. Aidha, kikundi cha vijana kimepatiwa shilingi milioni 150 kwa ajili ya ujenzi wa ghala la kuhifadhi nafaka ambapo ujenzi wake umekamilika na ghala hilo linaendelea kutumika. Lakini halmashauri imefanikiwa kununua pia kifaa kwa ajili ya upangaji wa mji na upimaji wa maeneo chenye thamani ya shilingi milioni 35. Kwa upande wa halmashauri ya Songwe imeanzisha kampuni ya Songwe DC yenye mtaji wa shilingi milioni 200 na samani zinazohamishika na zisizohamishika ambayo inasimamia maghala ya halmashauri, shule ya msingi ya Mchepuo wa Kiingereza na kusambaza vifaa mbalimbali vya ujenzi. Lakini halmashauri imeweza kutoa mikopo kwa wachimbaji wadogo vikundi viwili ikiwa na thamani ya shilingi milioni 203 kwa kushirikiana na Tume ya Madini na mkoa wa Songwe. Aidha, halmashauri imejenga soko la madini lenye thamani ya shilingi milioni 653.3 ikiwa ni mikakati ya kuongeza mapato ya halmashauri. Lakini kwa upande wa halmashauri ya Ileje imepima viwanja 1023 katika kijiji cha Ipanda, kata ya Mbebe penye thamani ya shilingi milioni 54. Halmashauri pia imenunua pikipiki 6 kwa shilingi milioni 21.6 kwa ajili ya kuboresha ukusanyaji wa mapato. Lakini halmashauri imeweza kununua tipa moja la halmashauri kwa shilingi milioni 115 kwa ajili ya uwekezaji na utekelezaji wa miradi ya halmashauri. Lakini kwa upande wa halmashauri ya Mbozi, halmashauri imekamilisha maboma ya zahanati shule 40 za msingi na sekondari na zahanati 4 lakini kwa shilingi bilioni 1.2. Halmashauri pia imefanikiwa kuanzisha na kuendesha kampuni kwa mtaji wa shilingi milioni 360 kwa ajili ya usimamizi wa miradi ya kimkakati. Lakini halmashauri imejenga kituo cha polisi kata Ihanda chenye thamani ya shilingi milioni 153. Lakini pia halmashauri imefanikiwa kuuza viwanja 316 penye thamani ya shilingi milioni 530. Lakini kwa upande wa halmashauri ya Tunduma imeweza kujenga jengo moja la ghorofa shule ya msingi Makambini lenye vyumba 10, vyoo 24 na ofisi 4 kwa gharama ya shilingi bilioni 1.1. Halmashauri pia imeweza kutoa eneo lenye viwanja 500 kwa upande kata ya Chipaka, Oysterbay na maeneo mawili kuongeza ukubwa wa maeneo ya shule kwa gharama ya shilingi bilioni 1.3. Lakini halmashauri imeweza kukamilisha mabweni 3, shule 3 za sekondari kwa gharama ya shilingi milioni 310. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa upande wa changamoto na mikakati ya utekelezaji wa mpango na bajeti na mikakati ya utekelezaji wa bajeti, mkoa wa Songwe umepata changamoto mbalimbali katika utekelezaji wa mpango na bajeti wa mwaka 25-26. Baadhi ya changamoto
zilizojitokeza ni pamoja na upatikanaji usioridhisha wa vifaa vya ujenzi kutokana na mahitaji makubwa ya vifaa kwa wakati mmoja, uhaba wa vitendea kazi hasa magari ngazi ya mkoa na halmashauri, uhaba wa wataalamu wa ujenzi, wahandisi na mafundi sanifu kwa ajili ya kusimamia miradi inayotekelezwa, lakini upatikanaji usioridhisha wa kandarasi kwa ajili ya utekelezaji wa miradi pale zabuni zinapotangazwa. Lakini tumepanga mikakati kwa ajili ya kuweza kutatua changamoto ikiwemo mkoa umeendelea kutatua changamoto zinazoathiri utekelezaji wa bajeti ya mkoa na halmashauri kama ifuatazo: kushauri halmashauri kufanya manunuzi ya vifaa toka viwandani moja kwa moja ikiwemo mabati na saruji. Aidha, mkoa umeendelea kutangaza fursa za uwekezaji ndani ya mkoa ili kupata wawekezaji wakubwa kwa ajili ya kuanzisha viwanda katika mkoa wa Songwe. Kuendelea kutenga fedha za ununuzi wa magari katika mpango wa bajeti wa kila mwaka, ambapo kwa mwaka 26-27 halmashauri 4 za Momba, Songwe, Ileje na Mbozi zimetenga shilingi milioni 895. Lakini pia kuendelea kuomba vibali vya ajira ofisi ya utumishi ili kupata wataalamu wa ujenzi, wahandisi na mafundi mchuno, kwani miradi mingi inayotekelezwa kwa mfumo wa force account. Sekretarieti ya mkoa na halmashauri kurudia kutangaza zabuni kwenye mfumo wa NeST kwa kutumia restricted tender ili kuwapata wazabuni wa utekelezaji wa miradi, kufanya ufuatiliaji na usimamizi wa karibu na utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mpango na bajeti ya mkoa kwa mwaka 26-27. Mheshimiwa Mwenyekiti, maandalizi ya mpango na bajeti wa mkoa wa Songwe kwa mwaka 26-27 umezingatia sera na miongozo mbalimbali ya serikali. Miongozo hiyo ni pamoja na Dira ya Taifa ya Maendeleo 2050, Mpango wa 4 wa Maendeleo wa Taifa wa miaka mitano 26-27 na 30-31, Mpango Kabambe wa Mageuzi ya Kilimo 2050, Mwongozo wa Maandalizi ya Mpango na Bajeti ya Serikali mwaka 26-27, 28-29, Ilani ya Uchaguzi ya CCM ya mwaka 25 mpaka 30, Sheria ya Bajeti sura 439 pamoja na kanuni zake, mpango mkakati wa sekretarieti ya mkoa na mipango mikakati ya halmashauri. Kwa upande wa vipaumbele vyetu, Mheshimiwa Mwenyekiti, moja ni kusimamia na kudumisha amani, utulivu na usalama katika mkoa, kulipa mishahara na stahiki za watumishi na viongozi, kuzisimamia mamlaka za serikali za mitaa kwa kufanya ukaguzi na ufuatiliaji wa shughuli za utoaji wa huduma kwa wananchi, ukusanyaji wa mapato na utekelezaji wa miradi ya maendeleo, kuboresha mazingira ya kufanyia kazi kwa kujenga ofisi, kupambana na magonjwa ya kuambukiza na yasiyo ya kuambukiza katika maeneo ya kazi, lakini kuimarisha makabiliano ya mabadiliko ya tabia nchi na matumizi ya nishati mbadala. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa upande wa vipaumbele vya halmashauri vimeainishwa katika ukurasa wa 72 wa randama, ambapo pamoja na mambo mengine halmashauri zimejipanga kutekeleza maagizo mbalimbali ya viongozi wakuu na utekelezaji wa sera na mipango ya kitaifa, ikiwemo kumaliza changamoto ya madawati na matundu ya vyoo, ujenzi wa miundombinu ya madarasa katika kukabiliana na ongezeko la wanafunzi kwa mwaka 2028 kulingana na mabadiliko ya sera ya elimu pamoja na mitaala, lakini kutekeleza kampeni kabambe ya nishati safi ya kupikia ili kudhibiti uharibifu wa mazingira na kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi, utekelezaji wa mipango ya kuboresha mazingira ya kufanya biashara na kuvutia uwekezaji katika mkoa, mipango ya mikakati ya kuwezesha vijana na wanawake kujiajiri na kukuza kipato na kuwajengea uzalendo, utaifa, sambamba na kutekeleza mipango ya kukuza pato la mwananchi mmoja mmoja na kupambana na umaskini. Mheshimiwa Mwenyekiti, mkoa wa Songwe kwa mwaka 26-27 unaomba kuidhinishiwa kukusanya na kutumia jumla ya shilingi bilioni 255 milioni 734 laki 467,500. Kati ya fedha hizo matumizi ya kawaida ni shilingi bilioni 195 milioni 891 laki 580,000, ambapo mishahara ni shilingi milioni 155 mishahara ni bilioni 155 milioni 311 laki 104,000. Matumizi mengineyo ni shilingi bilioni 40 milioni 580 laki 476,000 na miradi ya maendeleo ni shilingi bilioni 59 milioni 842 laki 887,500. Ruzuku kutoka serikali kuu ni shilingi bilioni 31 milioni 296 laki 259,500. Mapato ya ndani ya halmashauri ni shilingi bilioni 23 milioni 949 laki 583,000 na fedha za nje ni shilingi bilioni 4 milioni 597 na 1045.
Mchanganuo wa bajeti ni kama unavyoonekana kwenye jedwali namba 4. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya maelezo hayo sasa napenda nitumie fursa hii kwanza kumshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa uongozi wake madhubuti na kwa dhamira yake ya dhati ya kuweza kuwatumikia Watanzania ikiwemo wananchi wa mkoa wa Songwe kwa kutupatia fedha za ndani kwa 100% ili kuwezesha miradi iliyokusudiwa kutekelezwa mwaka 25 na 26. Aidha, nikushukuru wewe binafsi Mheshimiwa Mwenyekiti, lakini pia waheshimiwa wabunge na wajumbe wa kamati kwa kunipa nafasi ya kuwasilisha makadirio ya matumizi ya fungu 90 mkoa wa Songwe mbele ya kamati yako. Natumia fursa hii kuwashukuru tena waheshimiwa wabunge kutoka mkoa wa Songwe kwa kushirikiana na wananchi wa mkoa wa Songwe kuibua vipaumbele mbalimbali vilivyowezesha ukamilishaji wa mpango wa bajeti hii. Namshukuru Mheshimiwa Waziri wa TAMISEMI Mheshimiwa Profesa Riziki Shemdoe, Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, lakini viongozi wengine wote na wataalamu wa Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI na Wizara ya Fedha kwa miongozo, maelekezo na ushauri katika maandalizi ya mpango wa bajeti hii. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa heshima na taazima naomba kuwasilisha. Kwenye swala yako umetoa kipaumbele kwa maagizo ya kamati ambao umeelezea vizuri maagizo yote kuanzia la kwanza mpaka la mwisho na jinsi ambavyo umetekeleza. Kwa hiyo tunapongeza sana. Asante sana mheshimiwa. Napenda kuwataarifu rasmi kwamba kamati tawala za mikoa na serikali za mitaa imepitisha rasmi fedha zilizoombwa na mkoa wa Songwe fungu namba 90. Hongereni sana. Tunashukuru kwa maandalizi yenu mazuri ambayo kimsingi na sisi yameturahisishia kazi ya kuchambua, manake mambo mengi yamejipanga vizuri. Pongezi kubwa kwa mkoa wa Songwe, Mheshimiwa Rasii, katibu tawala pamoja na wasaidizi wako pamoja na kurugenzi wenu wa halmashauri zote. Na tuhakikishe kwamba sasa iko mikononi mwetu kuhakikisha kwamba tunaisimamia mpaka hapo itakapopata baraka za Bunge, mwisho ije kutumika katika mkoa wetu wa Songwe kwa maslahi mapana ya wananchi wetu wa mkoa wa Songwe.